إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. أحبة، baada kumhimidi Allah jalla wa ala na kumtakia sala na salamu kipenzi wa umma Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na yusia nafsi yangu pamoja na kuwahusieni nyinyi katika swala zima la kumcha Allah jalla wa ala. Yeyote anayehitaji kufanikiwa katika maisha yake ya duniani, lakini vile vile anahitaji kufanikiwa katika maisha yake ya akhera, lazima ajipambe na sifa ya kumcha Allah jalla wa ala, ajiweke katika maamrisho ya Allah na ajiweke mbali na makatazo. Huyu ndiye atakayefanikiwa katika maisha yake ya duniani na akhera. Ahibatu fillah, ndugu zangu katika iman, anwani ya khutba yetu ya leo inasema fadlu shahri al-muharrami wa siyami ashura, ubora wa mwezi wa Muharram na ubora wa kufunga siku ya Ashura. Tuko katika mwezi wa Muharram, tuko katika mwaka mpya wa Kiislamu. Tumemaliza mwaka wa 1447, hivi sasa tumeuanza mwaka wa 1448. Masiku ndivyo yanavyokimbia, umri ndivyo yanavyoisha. Hivi ndivyo tunavyozidi kulisogelea kaburi. Hasa Muislamu ni vizuri sana akajikagua na akajiangalia haya masiku namna yanavyokimbia. Nini nilichotanguliza kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kama umri wangu utakuwa umeisha, nimefikia mwisho wa kuishi katika dunia hii, naelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nimeandaa nini kitakachonisaidia kwa Allah jalla wa ala? Yani haya masiku tusiache yakawa ni yenye kukimbia na kuondoka bila kuyafanyia tathmini, bila ya kuyaangalia, bila ya kujikagua Muislamu.
Masiku yanaondoka na ndio umri wetu unaisha. Kwa lazima Muislamu ujifanyie tathmini ili katika mwaka huu mpya ujue kwamba ndani ya mwaka mpya huu wa Kiislamu utafanya nini. Kuna mapungufu gani katika mwaka uliopita, na katika mwaka huu ambao tayari umeuanza ni kitu gani ambacho utakifanya kwa ajili ya Allah Jalla wa Ala. Ndugu zangu katika iman, tuko ndani ya mwaka mpya wa Kiislamu. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala aujalie uwe ni mwaka wa baraka, uwe ni mwaka wa kheri, uwe ni mwaka wa mafanikio kwa Waislamu. Ahibatu fillah, mwezi wa Muharram ni miongoni mwa miezi minne ambayo ni mitukufu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, inna iddata shuhuri inda Allahi, hakika idadi ya miezi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala 12 shahran fi kitabillah, ni miezi 12 katika kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma khalaqa samawati wal arda, tangu alipoiumba mbingu na ardhi. Miezi ambayo imeumbwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala ni miezi minne, ni miezi 12. Katika miezi hiyo 12 Allah anasema minha arba'atun hurmu, katika miezi hiyo 12 kuna miezi minne ambayo ni mitukufu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasema dhalika ad-dinul qayyim, hiyo ndio dini ya sawa sawa. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu katika miezi hiyo yote, msidhulumu nafsi zenu. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma akifasiri aya hii anasema, Allah Subhanahu wa Ta'ala anawakataza Waislamu wasifanye dhulma, wasijidhulumu katika miezi yote 12, na akaihusisha miezi minne kwamba watu wasiwe ni wenye kujidhulumu, wasiwe ni wenye kufanya dhulma. Dhulma katika miezi 12 yote ni mbaya, ni mbaya zaidi katika miezi minne, ukiwepo mwezi huu wa mwezi wa Muharram. Muislamu hatakiwi au ni mwenye kuidhulumu nafsi yake. Ndugu zangu katika iman, wadhulmu, na dhulma, yaduru ala 3 umuri. Dhulma inazunguka katika mambo makuu matatu. Dhulma inazunguka katika sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza ni dhulmu al-abdi li nafsihi, ni mja kujidhulumu yeye mwenyewe, mwanadamu kujidhulumu yeye mwenyewe, Muislamu kujidhulumu yeye mwenyewe. Mtu anawezaje kujidhulumu mwenyewe? Wadhalika bil maasi wadhunubi wal khataya, na kujidhulumu mwanadamu, kujidhulumu Muislamu anajidhulumu kwa kufanya maasi, anajidhulumu kwa kufanya madhambi, anajidhulumu kwa kufanya makosa. Fa innal insana idha adhnaba dhalama nafsahu, hakika Muislamu, hakika mwanadamu anapofanya maasi, anapofanya madhambi, anapofanya makosa, hapo huwa anajidhulumu yeye mwenyewe. Liannahu huwa alladhi sayuadhabu, kwa sababu yeye ndiye atakayeadhibiwa kwa sababu ya makosa aliyoyafanya. Akifanya makosa, atakaye kwenda kuadhibiwa ni yeye mwenyewe. Haiwezekani umefanya makosa na madhambi akaenda akaadhibiwa mtu mwingine. Kwa unapofanya maasi, unapofanya madhambi, hapo unakuwa umejidhulumu wewe mwenyewe, kwa sababu utakwenda kuingia katika adhabu, utakwenda kuadhibiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuzangu katika iman,
wa kafaratu dhunubi an yatuba al-insanu ila Allahi azza wa jalla, na kafara ya madhambi na kafara ya makosa na kifuto cha madhambi ambayo ameyafanya mwanadamu ni kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama Muislamu umefanya madhambi, umeidhulumu nafsi yako kwa maasiya, na ikafikia mahala ukajionea huruma, tubia na rejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tubia kwa Allah kutokana na madhambi na makosa ambayo umeyafanya. Tubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili usiende kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Toba ni dawa ya madhambi. Ukitubia madhambi yako yanafutwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa utakuwa umetubia tauba ambayo ni ya kweli. Tubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala tauba ambayo ni ya kweli, na tauba hiyo ikamilishe masharti ya tauba. Na sehemu ya pili ambako mwanadamu hatakiwi kufanya dhulma ni dhulmul abdi li ghairihi. Ni Muislamu kumdhulumu mtu mwingine, ni mja kumdhulumu mtu mwingine, bi an yaakula amwalahu au huquqahu, kama vile kula mali zake na kuchukua mali zake. Umemdhulumu mtu mali yake, hii ni dhulma umemfanyia, na dhulma ni mbaya. Au umemzulia mtu maneno ya uongo, hii ni dhulma unamfanyia. Umemvunjia heshima, kila mmoja na heshima yake katika ulimwengu huu, kila mmoja na heshima yake katika jamii. Unaweza kupita mahala ukamkuta mtu anaishi na jamii yake, anaheshimiwa na jamii vizuri mpaka unashangaa. Na lau angeenda katika sehemu nyingine hawezi akaheshimika, lakini katika maeneo yake ana heshima kubwa. Lakini wewe ukafika ukaanza kumchafua na kumfanya kwamba asiwe ni mwenye kuheshimika, hii ni dhulma unamfanyia. Na kwa dhulma hii utakwenda kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kama hautatubia na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na toba yake, toba ya kumdhulumu mtu mwingine, kama umemchukulia mali yake na wewe unahitajia kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, unatakiwa uwe ni mwenye kurudisha mali yake. Rudisha haki yake, kwamba bwana, nimekurudishia haki yako, nilikunyang'anya, nilikuibia, nilikudhulumu, ninahitaji kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nimerudisha mali yako, naomba unisamehe ili niweze kupata msamaha wa Allah jalla wa ala. Rudisha mali ya watu. Na kama umemvunjia heshima, kamuombe msamaha ili tauba yako ikubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Unatakiwa ukamuombe msamaha. Na kama ulimsema vibaya kwa watu, kamseme vizuri, karekebishe pale ambako ulimchafua na kumharibia kwa watu. Ndugu zangu katika imani, hiyo ni aina ya pili ya dhulma, kwamba dhulma ya wewe kumdhulumu mtu mwingine kwa kumchukulia chochote ambacho ni haki yake au kwa kumvunjia heshima. Lakini vile vile aina ya tatu ya dhulma ni dhulmul abdi li rabbihi azza wa jalla, ni mja kumdhulumu Mola wake. Mtu anawezaje kumdhulumu Allah subhanahu wa ta'ala? Mtu anawezaje kumdhulumu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Anaweza kumdhulumu Allah subhanahu wa ta'ala bishirki, kwa kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kufanya shirki. Leo ushirikina unaonekana ni kitu cha kawaida sana katika jamii, na anayekataza shirki anaonekana ni mtu wa ajabu, kwamba mbona shirki ni kitu ushirikina ni kitu cha kawaida tu. Ushirikina huu una ajabu gani? Tunasema ya kwamba shirki ni kitu kibaya. Unapomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, unakuwa tayari umemfanyia dhulma Allah jalla wa ala. Na mara nyingi Waislamu wamekuwa ni washirikina katika masala mazima ya utafutaji wa riziki.
kwamba kuna watu ambao wao wanaweza wakamtengenezea mtu mali, wanaweza wakamtengenezea mtu biashara, na utakuta mjini kuna mabango yamebandikwa, mtu anajinadi na kujitangaza kwamba yeye kazi yake ni kuwatengenezea watu pesa, kazi yake ni kuwatengenezea watu biashara ziweze kwenda vizuri, kazi yake ni kuwatengenezea watu waweze kupandishwa vyeo, waweze kupandishwa daraja. Lakini ukija kumwangalia mwenyewe anaishi katika mazingira magumu, ukija kumwangalia maisha yake anayoishi, anaishi mazingira mabovu. Vipi unaenda kuwatengenezea watu wengine na wewe mwenyewe unaishi katika mazingira magumu? Kama ni pesa, anza kujitengenezea mwenyewe. Nani asiyehitaji pesa nyingi? Kila mmoja katika sisi anapenda na anatamani awe na kipato kizuri. Sasa wewe unatengenezea watu, mbona wewe ujitengenezei? Ndugu zangu katika imani, mara nyingi vile vile watu huwa wanaingia katika ushirikina kwa sababu ya maradhi. Mtu anaumwa, amekuwa ni mgonjwa wa muda mrefu, yawezekana amepimwa mpaka na hospitalini vipimo vikubwa vikubwa, anaambiwa kwamba ugonjwa hauonekani, au ugonjwa unaonekana lakini anatumia dawa haponi. Anaanza kwenda kwa ushirikina, anaanza kwenda kuaguliwa, anaanza kwenda kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika iman, shiriki ni kitu kibaya. Umekuwa ni mgonjwa, pita katika njia sahihi za kuondoa ugonjwa wako. Usimshirikisha Allah kwa sababu ya magonjwa. Je, ukaenda ukafia huko kwenye ushirikina? Je, ukaenda ukafia huko kwa mganga wa kienyeji, unamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, unakufa hali ya kuwa wewe ni mshirikina, utakuwa umeingia hasara kubwa. Ndugu zangu katika iman, watu wengi vile vile wanaingia katika ushirikina katika masuala mazima ya kutafuta kazi, kwamba ametafuta kazi muda mrefu hajapata kazi. Na kuna watu ambao wanajinadi kwamba wao wanaweza wakamsababishia mtu akapata kazi. Watu wanakwenda wanafanyishwa mambo ya ajabu, wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kazi bwana, endelea kumuomba Allah. Allah ndiye mwenye kutoa kazi. Lakini vile vile kuna watu ambao wanamshirikisha Allah kwa ajili ya madaraka, kwa ajili ya uongozi fulani anautaka, anakwenda anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, kumshirikisha Allah kuna hasara nyingi. Miongoni mwa hasara zake ni kwamba endapo utakufa hali ya kuwa wewe ni mshirikina, hautaingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, hautapata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah ameharamisha kuingia peponi mshirikina. Inna Allaha harrama ala almushriki aljanna. Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha kuingia peponi mtu ambaye ni mshirikina, anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ni haramu kwake yeye kuingia katika pepo ya Allah jalla wa ala. Lakini miongoni mwa hasara zake ni kwamba mshirikina siku ya kiyama hatopata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wengine wote wanaweza wakapata msamaha hata kwenye madhambi ambayo hawajatubia, lakini muda wa kuwa hawakuwa ni washirikina wanaweza wakapata msamaha wa Allah jalla wa ala. Ndugu zangu katika iman, miongoni mwa hasara atakazozipata mushrik ni kwamba atakaa milele katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, hatakuwa ni mwenye kutoka. Kwa ndugu zangu katika iman, Allah subhanahu wa ta'ala ametutahadharisha tusifanye dhulma katika miezi yote 12, hasa katika miezi minne ambayo ni miezi mitukufu, ambayo miongoni mwa miezi hiyo ni pamoja na mwezi huu ambao tunao, mwezi wa Muharram. Muislamu kaa mbali na kufanya dhulma ya aina yoyote kwa ajili ya kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أحبة في الله, khutba yetu ya leo inazungumzia ubora wa mwezi wa Muharram ambao ndio mwezi wa kwanza kabisa katika miezi ya Kiislamu, na sisi tuko mwanzo kabisa ya mwezi huu wa Muharram, lakini pia ndio tuko katika mwaka mpya katika miaka ya Kiislamu. Kwa tunazungumzia ubora wa mwezi huu na ubora wa kuifunga siku ya Ashura. Siku ya Ashura ni siku ya 10 katika mwezi huu wa Muharram, na siku hii ya Ashura ina malipo makubwa endapo Muislamu atafunga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kupitia mimbari hii tunawakumbusha Waislamu kwamba wawe tayari kuifunga siku ya Ashura kwa sababu ya kutafuta kheri na baraka na thawabu kutoka kwa Allah jalla wa ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, siyamu yaumi Ashura, funga ya siku ya Ashura, ahtasibu ala Allah, ninatarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, an yukaffira sanata allati qablahu, anifutie madhambi ya mwaka uliopita. Haya ni maelekezo na mafunzo na ukumbusho wa Mtume sallallahu alayhi wasallama, akituelezea fadhila na ubora na thawabu zinazopatikana kwa mtu kuifunga siku ya Ashura. Miongoni mwa malipo yake ni Muislamu kusamehewa madhambi ya mwaka mzima, ni Muislamu kusamehewa madhambi yake na Allah subhanahu wa ta'ala ya mwaka mzima. Hii ni kheri. Kwa hakika hiyo ni chansi, Muislamu itumie chansi hiyo. Muislamu usiache fadhila hizo, Muislamu usiache kheri hizi. Allah subhanahu wa ta'ala akikufikisha katika siku ya Ashura hali ya kuwa wewe ni mzima wa afya, usiache kuifunga siku hiyo. Ina malipo makubwa mbele ya Allah jalla wa ala. Ndugu zangu katika iman, na siku hii ya Ashura ameifunga Mtume sallallahu alayhi wasallama, na akawaamrisha Waislamu wawe ni wenye kuifunga siku ya Ashura. Katika hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Ibn Abbas anasema, qadima an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-Madinata, alikuja Mtume sallallahu alayhi wasallama, aliingia Mtume sallallahu alayhi wasallama katika mji wa Madina. Faraa al-yahuda tasumu Ashura, akawaona Mayahudi wakiifunga siku ya Ashura. Mtume sallallahu alayhi wasallama akawauliza Mayahudi, ma hadha al-yawm, siku hii ambayo mnaifunga ni siku gani? Mayahudi wakasema, hadha yawmun salihun, hii ni siku njema, hii ni siku tukufu. Najallahu Musa wa qaumahu, ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimuokoa Musa na watu wake kutokana na maadui wao, kutokana na Firauni na jeshi lake. Baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwaokoa Musa alayhi salam, faswamahu, akaifunga siku hiyo ya Ashura kwa kumshukuru Allah jalla wa ala kwa kuwaokoa kutokana na maadui zao. Kwa Mayahudi wakasema kwamba na sisi tunaifunga kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kumuokoa Musa na watu wake kutokana na adui yao Firaun. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, fanahnu ahaqqu bi Musa minkum, sisi tuna haki na Musa kuliko nyinyi, sisi tuna haki ya kumfuata Musa kuliko nyinyi. Faswamahu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaifunga siku ya Ashura, wa amara bisiyamihi, na akaamrisha kuifunga siku ya Ashura. Kaifiyatu siyami yaumi Ashura,
Mwisho kabisa wa khutba yetu, namna ya kuifunga funga ya Ashura. Funga ya Ashura utaifungaje? Qala al-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Ibn Uthaymeen anasema siyamu Ashura lahu 4 maratibi. Funga ya siku ya Ashura ina daraja 4, ina namna 4 ya kuifunga. Almartabatul ula, martaba ya kwanza, daraja ya kwanza, namna ya kwanza ya kuifunga Ashura, annasuma at-tasi'a wal-ashira wal-11, ni sisi kuifunga siku ya 9 katika mwezi huu wa Muharram, na siku ya 10 na siku ya 11, ni kufunga siku 3. Sheikh Uthaymeen akasema wa hadha a'la al-maratibi, na funga hii ndiyo funga ya juu yenye malipo mengi, kwa sababu mtu anafunga siku 3. Akasema kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema sumu yawman qablahu, fungeni siku moja kabla ya siku ya Ashura, wa yawman ba'dahu, na siku moja baada ya siku ya Ashura. Khaliful yahuda, tofautianeni na Mayahudi katika funga hii ya Ashura. Mayahudi wao wanafunga siku ya 10 peke yake. Nyinyi Waislamu tofautianeni na Mayahudi katika kuifunga siku ya Ashura. Fungeni siku moja kabla yake au fungeni siku moja baada yake. Hii ni namna ya kwanza ya kuifunga siku ya Ashura, ni kufunga siku ya 9 na ya 10 na ya 11. Almartabatu thaniya, martaba ya pili, daraja ya pili, namna ya pili ya kuifunga Ashura, annasuma at-tasi'a wal-ashira, ni kufunga siku ya 9 na siku ya 10. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallama, kwa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema la in baqitu ila qabilin, kama nitabakia mpaka mwakani, la asumanna at-tasi'a, nitafunga siku ya 9 pamoja na siku ya 10 kwa ajili ya kutofautiana na Mayahudi na Manaswara. Na hii ni baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuambiwa na maswahaba kwamba siku ya Ashura, kwamba Mayahudi wao wanaiadhimisha siku hii. Kwa Mtume akaweka azma kwamba mwakani insha Allah kama nitakuwa niko hai, nitafunga siku ya 9 pamoja na siku ya 10. Almartabatu thalitha, daraja ya 3, aina ya 3 ya kuifunga Ashura, annasuma al-ashir, ni kuifunga siku ya 10 peke yake, siku ya Ashura peke yake. Lakini maulama wanasema ni karaha, ni makruhu kuifunga siku ya Ashura peke yake, kwa sababu utakuwa haujaitofautisha funga yako na funga wanayoifunga Mayahudi, kwani Mayahudi na wao pia wanaifunga siku ya Ashura. Tofautisha funga yako na funga ya Mayahudi, funga kama alivyoelekeza Mtume sallallahu alayhi wasallama. Amma almartabatu arrabi'a wal akhir, namna ya 4, aina ya 4 ya kuifunga Ashura na ya mwisho, ni annasuma al-ashira wal 11, ni kufunga siku ya 10 na ya 11. Na maelekezo yake Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema sumu yawman qablahu wa yawman ba'dahu, fungeni kabla ya Ashura siku moja, au fungeni kabla ya Ashura baada ya Ashura siku moja. Unafunga siku ya Ashura na siku inayofuata ambayo ni siku ya 11. Ndugu zangu katika imani, tumeona funga ya Ashura ni funga yenye malipo makubwa, ni funga yenye fadhila nyingi, ni funga yenye thawabu nyingi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa fadhila zake na thawabu zake ni kwamba unafutiwa madhambi yako ya mwaka mzima, lakini madhambi yanayofutwa ni saghairu dhunubi, ni madhambi yale madogo madogo. Ama madhambi makubwa, hayo yanahitajia utubie na urejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ajalie tuwe ni wenye kusikiliza maneno na kufuata yaliyokuwa mazuri. Allah subhanahu wa ta'ala
ajalie tuwe ni wenye kufanya kheri katika masiku haya yaliyokuwa matukufu. Allah subhanahu wa ta'ala atupe nguvu ya kuweza kuifunga siku ya Ashura. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.